Ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo kutokea hapa Temeke. Tupo katika msikiti wa Maputo, mahali ambapo inafanyika ibada ya mwisho ya kumuaga mama wa msanii wa muziki wa Singeli Meja Kunta. Meja Kunta alisha taarifa za kuondokewa na mama yake, na siku ya leo ndio siku ambayo mama yake atazikwa na inaanza ibada mahali hapa, kisha baadaye mazishi yatafuata. Tuko na baba mzazi wa Meja Kunta ambaye alikuwa hakai pamoja na mama Meja Kunta, lakini anayo historia kubwa ya kutuelezea, anayo mengi ya kutuambia kuhusiana na marehemu mama yake Meja Kunta. Tumsikilize. Pole sana na msiba. Asante Shabu. Watanzania wakufahamu kwa majina, unaitwa mzee nani? Kwa majina naitwa Muharram Sadik Mtomboka. Okay. Sawa, labda mngetufahamisha msiba, namna ambavyo ulivyokuwa, marehemu alikuwa kiumwa ama ilikuwaje? Hapana, kwa kweli ni kama ghafla fulani, kwa sababu marehemu alikuwa haumwi, maana ila alikuwa katika mishughuliko yake. Kwa hiyo akawa amesafiri kwenda zake na ni huko Lindi, kwenye mazingira ya samaki pwani huko. Kwa hiyo alipofika kule, baada ya kuandaa mzigo wake, tayari yupo katika maandalizi kutaka kurudi, ndio ikatokea hali ya kuwa kama ya pressure hivi. Kwa hivyo tokea hali hiyo, baada ya kumsaidia mpaka muda fulani, ikaonekana tayari hali imekuwa sio mzuri, akapoteza maisha. Ilikuwa pengine labda ni tatizo la muda mrefu ambalo lilikuwa linamsumbua muda mrefu, ama ni ghafla tu ndio limetokea mpaka ikapelekea mauti wake? Hapana, hii pressure anayo. Pressure anayo, sometimes inamtokea, lakini alikuwa na control mwenyewe, muona anatumia dawa hizi na nini, lakini hii ilipotokea hapa ilikuwa ni ghafla, kwa hiyo ikampelekea kufariki. Pengine labda siku chache kabla ya umauti wake kumfika, mlipata labda nafasi ya kuweza kuwasiliana ama kuzungumza chochote kabla hajafikwa na umauti? Hiyo tulipata nafasi ya kuwasiliana, kwa sababu nafikiri ndani kama ya mwezi mmoja hivi tulikuwa wote kule nyumbani kwake Meja Kunta. Tukakutana pale, tukazungumza mwanawe, tukaenda sawa. Lakini kama baada ya wiki mbili tulikutana na mimi Mtoni hapa, tukazungumza katika masuala tu mengine ya kimaisha na kutaka kujua mwanae maendeleo yake, mazingira yetu, tukazungumza. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili hiyo ndio akasafiri kwenda huko. Okay. Ukisema kukutana naye kwa maana kwamba hamuishi pamoja wewe? Tuishi pamoja. Hiyo ni muda gani? Hiyo ni muda mrefu. Hiyo ni muda mrefu. Tulishatengana. Kwa naye akaolewa sehemu nyingine, akazaa tena kule watoto wawili. Kwa jumla ana watoto 5. Kwa hiyo Meja ni mtoto wa 3. Ana dada zake wawili wamemtangulia, ambaye hao sikuzaa naye mimi. Lakini tulipokuja kuzaa naye mimi mtoto mmoja, then akaja, tulipotengana akaja kuolewa sehemu nyingine, akapata watoto wawili. Inadaiwa kabla ya kifo chake, usiku wa saa 4 alikuwa anazungumza na mtoto wake wa kike, lakini anasema baada ya kumuulizia mzazi mwenzie na kusema kwamba anaumwa, yuko hoi, ndio limpata pressure. Kuna ukweli kiasi gani kwa hilo? Kwa hilo siwezi kulithibitisha, kwa sababu kwanza taarifa hiyo ya kupata kutoka kwa mtoto kwamba mama anaumwa milango hiyo saa 4 anaumwa, hiyo sikulipata taarifa yoyote. Ila mimi nilikuja kupata taarifa kwenye majira ya saa 11 baada ya Meja Kunta kunitafuta, lakini simu nilikuwa niko nayo mbali kidogo. Nilipokuja kuipata, kumpigia vipi na baba, tayari kuna taarifa ya msiba. Vipi mama amefariki? Shida nini? Ambaye bana tatizo ni pressure tu, ghafla imetokea hali hiyo. Hivi ninavyoongea tayari mimi niko njiani nakuja hapo kwako, tuangalie mazingira msiba yanaendaje. Kwa hiyo tuko hivyo. Kwa hiyo pressure, taarifa ya kuipata mapema kwamba alikuwa labda anaumwa masaa 3 nyuma, sikuipata taarifa hiyo. Lakini taarifa nilipata mpaka tukio linamtokea kwa muda huo, tayari kwa katika shughuli zake za kuandaa mzigo wake. Labda kutukumbusha tu enzi za uhai wa marehemu, kwenye wewe na yeye mlikuwa mkishirikiana vipi kuhusu kipaji cha Meja Kunta kwenye upande wa malezi, na mkamgundua mwenyewe msanii, hiyo yote mmeenda naye vipi? Hiyo tumeshirikiana vizuri, kwa sababu kugundua Meja Kunta ana kipaji cha usanii baada ya kumaliza masomo yake. Alipomaliza masomo nilikuwa naishi naye mimi tangia akiwa mdogo, lakini baada ya kumaliza masomo ya form 4 pale, yeye akawa anaanza kutoka, wakati mwingine sipati taarifa kwamba amelala wapi. Kwa hiyo nilipokuwa nawasiliana na mama yake, ambaye amekuja huko, yuko huko na siku 2 siku 3. Kwa hiyo mimi alipomaliza masomo yake nilikuwa na maendeleo kuandaa masomo mengine. Kwa hiyo nilipomuuliza mazingira kwani niko vipi, na baba, mimi kuna kitu nafanya nitakwambia.
lakini kwa kweli hakunikabili kuniambia kwamba bwana mimi ni msanii, hapana. Lakini nikaja kuzisikia nyimbo, naambiwa huyu bwana kijana wako. Baada ya kusikiza ni kweli, nikarudi nyumbani, nikamuita tukakaa. Mazingira nasikia sasa hivi unaingia hata usanii. Je, mazingira yako yakoje? Baba nipe kama siku 2 3 4 nitakwambia. Kwa hiyo baada ya kupita siku hizo akaja kuniambia baba mimi nafanya shughuli hizi hapa na nategemea kwa hivyo naomba support yako. Na kweli nilimsupport, yani nyimbo ya kwanza kabisa, achana hizi zingine, lakini nyimbo ya Mamu ambayo nafikiri ndio iliyomtoa. Ile mwenyewe mchango wangu ulikuwa mkubwa kwa sababu wakati niko zangu kuna mkoa mmoja kusini Kunjinjo. Nipo kule nienda katika mazingira ya ufuta, ndipo akanipigia simu. Kanifahamisha baba kuna 1 2 3 naomba msaada wako. Ni kweli na mimi kwa sipo nikamwambia basi rudi kwa mama yako ambaye nilikuwa naishi naye. Rudi kwa mama yako pale kuna pesa kiasi fulani kachukue. Akafanya hivyo tayari mpaka mrudi akamerekodi. Siku ya kwanza tu ambaye ile Mamu umetolewa akaja maeneo ambayo ilikuwa ni kwa maeneo fulani hapa Mtoni soko Mjinga hapa. Akafika anambia baba kuna nyimbo ambayo nimetoa lakini kuna 1 2 3 hii tunaifanyaje? Nafikiri wako na mtihani meneja wake kwanza anaitwa nani yule hapana Jimeka. Kuna mwingine alikuwa naye kabla. Umeona ndio akitaka chipukizi. Ndio akitaka nimebona yule kidogo tuna mtihani lakini hata hiyo nina taarifa tayari nimekutana naye mtu mmoja anaitwa Jimeka. Kwa hiyo baada ya kukutana tayari kuna mazungumzo tumeongea lakini nimwambia mimi siwezi kufanya chochote bila wewe mzee. Kwa hiyo kama uko tayari kesho tufanye mpango tukutane naye. Ndio tukakutana na Jimeka tayari tumtengeneza mpaka mazingira hapa alipokuwepo. Sawa. Pengine labda kwa kumalizia video, tunatamani kusikia kutoka kwako. Kipi ambacho unakikumbuka kwa mzazi mwenzako marehemu mama yake na Meja Kunta ambacho unaamini kwamba hiki amekiacha kama alama ndani ya moyo wako? Kitu kikubwa kwanza ni 90% ni upendo. Kwa sababu yani ilikuwa mpaka unaweza kusema labda kama tulikuwa tunasumbuana. Kila baada ya muda anahitaji kujua Meja anafanya nini, yuko wapi, nini kinachoendelea, maisha yake yakoje. Kwa hiyo alikuwa atumii sana kupitia kwa Meja. 90% ilikuwa kwangu. Kwa hiyo ni kitu amekiacha kuanzia Meja mwenyewe mpaka mimi nitamkumbuka katika hilo. Sawa. Pole sana. Asante nashukuru. Bado tuko Temeke msibani na hapa ni msikiti wa Maputo ambapo mwili ama sala maalum ama dua maalum ya kumwombea marehemu mama yake na msanii Meja Kunta itafanyika hapa. Na tuko na Bala MC, ni miongoni mwa wasanii wa Singeli wenzake ambao wamepata nafasi ya kuja kushiriki, kuja kutoa faraja na kutoa pole kwa msanii mwenzake Meja Kunta. Bala, kwanza na sisi tukupe pole. Shukrani sana. Poleni na nyinyi pia ndugu zangu. Labda pengine kwa kumbukumbu nzuri, taarifa zile kufikiaje za kutoweka kwa mama yake na Meja Kunta? Taarifa mimi zimenifikia, niliona mwenyewe Meja ameposti katika peji yake. Lakini nilimtafuta alichelewa kunijibu na hisi ndio alikuwa katika tayari alikuwa katika harakati hizo. Kwa hiyo taarifa mimi nilipata nikiwa Arusha. Kama unaona niliposti juzi nilikuwa kwenye show Arusha. Kwa hiyo nipo njiani nilivyoona posters yake, nimefika hapa jana usiku. Kwa hiyo nilivyofika tu nikaja huko Mbagala, mimi huko nakuja sana Temeke kwa sababu mimi mwenyewe ni nyumbani huko. Unajua kwa nilivyokuja huko nikalalia huko jana asubuhi mapema nimeweza kufika hapa kwa ajili ya ulikuwa unamfahamiana na marehemu mama yake, yani labda kwa sababu ya kazi ya muziki unafahamiana na Meja mama, labda mlikuwa mnafahamiana, alishakuona ushakuonana naye ushakumtembeleaga ukamkuta Meja kwao? Hapana, kwa kweli ndo mara yangu ya kwanza leo nabahatika kumuona. Lakini kwa bahati mbaya ndo kama hivyo. Lakini ni mara yangu ya kwanza. Sikuwahi kuwa na ukaribu hivyo mpaka nyumbani kwao. Mimi nina ukaribu tuna Meja Kunta basi. Hili ni pigo najua kwake limemgusa na lilimtikisha, labda linaweza likamtikisa labda kidogo kwenye maisha. Neno gani la faraja unaweza kumpa Meja Kunta pamoja na ndugu zake ambao wamepatwa na hili? Bwana, kwanza kabisa sisi tunamtakia pole. Na Mungu amfanyie pesi katika kipindi hichi kigumu, katika hali hii ambayo anapitia kwa sasa, na sisi tupo kama vijana wenzie, wasanii wenzie wanaye wa karibu kwa ajili ya kumfariji.